Naam, nafikiri kwamba wale wazee wa kubashiri hapa watuambie, unafikiri kwamba KP wa Aquino atatoa talaka kwa mke wake Zebu? Na tunafahamu kabisa kwamba ndoa yao ilikuwa ni ndoa ya kihuni, bwana mdogo mwenyewe KP wa Aquino muhuni. Yani kiufupi ni kwamba ndoa imeenda kihunihuni. Sasa binti ametumia plani hii ya kutaka kujiua ili ahakikishe kwamba anapata talaka yake kwa mwamba bwana KP wa Aquino. Sasa unafikiri kwamba KP wa Aquino atakubali aweze kutoa hiyo talaka? Na tutambue tu kwamba nafikiri kama hamjaelewa ni kwamba KP wa Aquino japokuwa ni muhuni sana, anaonekana kuwa jambazi, lakini at the end of the day ni kwamba anampenda binti ambaye anaitwa Zebu. Sasa Zebu hatambui hilo. Sasa moja kati ya sini ambazo zilikuwa ni masterpiece na ni sini ambazo zimekwenda kuamsha hisia za watu. Watu wanatamani kuona, je, ndoa hii inakwenda kuvunjika siku ambayo imefungwa? Yani KP akubali kumwacha mke wake, amuandikie talaka na hali ya kwamba amemuoa siku hii. Sasa mimi ninafikiri kwamba KP atakwenda kufanya hivyo. Yani kifupi ni kwamba kutokana na jinsi ambavyo anampenda binti ambaye anaitwa Zebu, atakwenda kumwandikia talaka ili Zebu asifanye maamuzi magumu ya kuweza kuondoa uhai wake. Sasa moja kati ya vitu pia ambavyo nimevipongeza humu, uandaaji wa tamthilia hii hapa umekuwa ni mkubwa zaidi. Kama jinsi ambavyo umeona kuna waigizaji wakubwa humu, akina Baba Karobo, mmewaona nafikiri. Sasa tuachane na hayo, tuendelee kuichambua sehemu hii hapa. Unafikiri kwamba KP ataandika hiyo talaka? Kwa jinsi ambavyo nimeona sura ya mtaalamu bwana KP ni kama alikuwa anahitaji kabisa kuandika talaka hiyo. Sasa episodi ya 2 mpaka ya 3 tutakwenda kujua ni kitu gani ambacho kinakwenda kutokea kwenye maisha ya watu hawa wawili. Lakini nafikiri kwamba Zebu alikuwa na mchumba wake huyu jamaa hapa ambaye ameshikiliwa na wahuni wa mtaalamu bwana KP wa Aquino. Sasa ni kitu gani ambacho kinakwenda kutokea? Kwa sababu tumeona kabisa huyu mchumba wake na binti ambaye anaitwa Zebu amepewa machaguo mawili: aondoke hapo kimya kimya au aende kwenye sherehe ashuhudie kila kitu ambacho kinaendelea kwenye ndoa ya mpenzi wake Zebu pamoja na KP wa Aquino, lakini asifanye kitu chochote kile. Naamini pia watu wengi wana hamu ya kuendelea kuitazama series hii tamu kabisa ambayo inakwenda kwa jina la Bad Boy. Aisee, hii kitu nimetokea kuipenda sana, na nafikiri kwamba mtaalamu bwana KP amewaza mbali kuweza kuachia series kama hii hapa. Ni series ambayo imegusa mioyo ya watu wengi kwa sababu katika ndoa haya yapo. Lakini pia kuna kitu ambacho KP ametuaminisha hapa, ni kwamba kila wahuni, sio kwamba wahuni hawana moyo, no, majambazi pia wana moyo na wanapenda, japokuwa namna ya kuteka fikra za watu ambao wanawapenda inakuwa ni tofauti kidogo na jinsi ambavyo watu wa kawaida wanatumia. Yani kifupi ni kwamba KP tunafahamu kwamba ni kaka jambazi, kanatumia nguvu kuweza kupata moyo wa binti ambaye wanamuita Zebu. Sasa hiki ni kitu ambacho sio kizuri, lakini nafikiri kwamba mtaalamu bwana KP yuko sahihi kwa sababu amesema kwamba binti ambaye anaitwa Zebu hampendi, lakini anachojali ni kwamba yeye anahitaji kuwa naye kama mke wake, japokuwa hana hisia zozote juu yake. At the end of the day tutakwenda kujua ni kitu gani ambacho kinakwenda kutokea kwenye maisha ya watu hawa wawili. Lakini nafikiri kwamba hii ndoa inakwenda kuvunjika muda si mrefu kwa sababu binti ambaye anaitwa Zebu yuko serious kutaka kuivunja, na nafikiri pia atakwenda kujuta pindi ambapo ataandikiwa talaka na mtaalamu bwana KP, kwa sababu akiandikiwa talaka na KP moja kwa moja na mchumba wake kule, nafikiri kwamba KP hata muacha salama yule mchumba wake. Kwa nafikiri kwamba ajaribu kufikiria maamuzi yake yatakuja kusababisha madhara ama hatari kubwa kwenye maisha ya watu wengine ambao wanamzunguka binti. Sasa nafikiri kwamba episodi ya 2 pamoja na episodi ya 3 tutakwenda kutambua kabisa, je, mtaalamu bwana KP atatoa hiyo talaka ama kuna
kuna jambo lingine ambalo anakwenda kulifanya kuhakikisha kwamba binti hajidhuru ama hajichomi kile kisu. Lakini hii hapa ni moja kati ya mambo ambayo itakufanya uamini kwamba mtaalamu bwana KP wa Aquino anampenda binti ambaye anaitwa Zebu. Kama angekuwa ampendi, sidhani kama angeibusu hiyo picha yake. Na tunatambua kwamba mtaalamu bwana KP wa Aquino alitaka kumkisi binti ambaye anaitwa Zebu, mke wake, lakini mke wake amegomea kabisa swala la kumbusu kwa sababu hana hisia zozote juu yake. Na moja kwa moja mtaalamu bwana KP amekwenda kuibusu picha yake. Hii inamaanisha kwamba KP yuko in love na binti ambaye wanamuita Zebu, japokuwa ni jambazi. Sasa story yao nafikiri tuliweza kuona namna ambavyo ilipotokea. Yani kiufupi ni kwamba mtaalamu bwana KP haijawa bahati mbaya kuweza kumuoa Zebu, ni kwamba walikuwa wanafahamiana kipindi kirefu kidogo, na kama jinsi ambavyo maelezo yao yalikuwa yakijieleza yenyewe, inaonekana kabisa kwamba mtaalamu bwana KP wa Aquino alishawahi kumsaidia binti ambaye anaitwa Zebu. Sasa ni kwa nini Zebu amekubali kuolewa na muhuni huyu na mtaalamu huyu, hali ya kwamba kabisa alishawahi kusema hawezi kuolewa na vagabond kama huyu, yani hawezi kuolewa na jambazi ama muhuni kama huyu. Sasa nafikiri kwamba episode ya 2 hadi episode ya 3 tutakwenda kutambua ni kipi ambacho kinakwenda kutokea katikati yao. Yani binti atapewa talaka, KP atatoa hiyo talaka. Mimi nafikiri kwamba sidhani kama KP atatoa talaka.